Kwanza ni kweli kwamba tokea kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi Zanzibar imeshuhudia watu kadhaa kuuliwa, kuteswa, wananchi kwenda ughaibuni na kuwa wakimbizi, wengine kulazimika kuyahama makazi yao kwa muda, wanawake kunajisiwa mbele ya waume na watoto wao, wananchi kadhaa kufukuzwa kazi kwa sababu za kisiasa, na wananchi kuvunjiwa nyumba zao na mali zao kuporwa, na mengine kadhaa ya kusikitisha kabisa. Lakini ukweli mwingine ulio wazi ni kuwa hata katika mashaka yote hayo, Wazanzibari kwa miongo yote mitatu ya siasa za vyama vingi, kwa wingi na kwa umoja wao, wamekuwa wakiwapa watawala jibu lile lile moja, kwamba wamewakataa. Hakuna uchaguzi wowote ambao watawala wamefanikiwa kushinda kihalali Zanzibar kwenye mikondo yote 6 mfululizo. Bahati nzuri jambo hili sasa linashuhudiwa na hata na wanachama waandamizi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo jawabu la mwanzo limo kwenye ukweli kwamba kwa kihistoria kazi yetu wa Zanzibari ni kuwashinda watawala kwa kura. Kwamba Wazanzibari tumewaambia watawala kwamba sisi ni washindi dhidi yao. Kazi yao watawala ni kulazimisha kutawala kwa wizi na kwa mabavu. Ninaingia kwenye uchaguzi huu kwa moyo na uthubutu ule ule alokuwa akiingia mtangulizi wangu na mzee wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad. Moyo wa kuwa na uhakika wa ushindi kutoka kwa wapiga kura halali na halisi wa Zanzibar. Nataka dunia ifahamu kuwa tunaingia kwenye uchaguzi huu kwa sababu sisi tayari ni washindi. Jawabu hili hata hivyo linatupelekea kwenye upande wa pili na watatu kama si wanne. Kutoka pale tulipoishia mwaka 2020, Wazanzibari wana moyo zaidi na wameraghibika zaidi katika kuleta mabadiliko kwenye mwaka huu kutokana na mapungufu makubwa ya miaka 5 iliyodhihirishwa na serikali iliyopo madarakani. Miaka 5 iliyojaa ufisadi wa kutisha, miaka 5 iliyosaliti juhudi za viongozi na Wazanzibari kutaka maridhiano, na miaka 5 iliyoshuhudia dharau dhidi ya Wazanzibari. Ikiwa kuna chochote ambacho kinaongeza thamani ya ushindi wetu kwa mwaka huu, ni uelewa wa wananchi wa Zanzibar kwamba serikali iliyopo madarakani imekisiri katika ufisadi usiojua mipaka na ambao haujapata kushuhudiwa huko nyuma kwenye miradi takriban yote ambayo inatekelezwa. Hii pia ilikuwa ni miaka 5 ya kusalitiwa kwa kiongozi wetu marehemu Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye kwa kuingia kwake kwenye serikali ya umoja wa kitaifa kulitokea kwa sababu ya ahadi ya mwenzake kutekeleza mageuzi ya msingi kwenye mifumo ya utawala na uchaguzi, pamoja na ujenzi wa jamii yenye maridhiano na masikilizano ya kweli. Hii ilikuwa miaka 5 wa Zanzibari, hasa walio upande wa chama kinachotawala, kudharauliwa na kufahamishwa kuwa nao hawana nafasi katika uendeshaji wa nchi hii, kwani kwenye teuzi mbalimbali tumeshuhudia wakienguliwa na kuwekwa upande. Wazanzibari kuwa hao waliofisidiwa na waliosalitiwa na kudharauliwa ndio wanaoongeza thamani ya ushindi wa ACT Wazalendo kwenye uchaguzi tunaoelekea wa mwaka 2025. Jibu la tatu
limo kwenye hoja ya kipi Zanzibar inakihitaji na kipi mimi, kutokana na uzoefu wangu nilionao na uzoefu na dhamira ya chama changu, kutokana na nguvu, dira na maono yake, kilicho nacho tuko tayari kukifanikisha. Zanzibar inastahiki kupiga hatua kubwa kiuchumi na kijamii, na inazo fursa za kufanya hivyo ikiwa itapata uongozi sahihi. Kupitia uchumi wa huduma, Zanzibar inategemea sana utengamano wa kijamii ambao unavutia wawekezaji wakubwa, uwekezaji wa ndani na pia jamii kubwa ya Wazanzibari walioko nje ya nchi. Pia kuwawezesha hatua hizo ni jukumu la awali na la kimsingi la serikali inayokuwa madarakani. Kuvitambua sio tu vitu gani vinavyojenga uchumi wa nchi za visiwa kama ilivyo Zanzibar, bali pia vitu gani vinaweza kuuvunja uchumi huo. Kwa mfano, Zanzibar kwa miaka kadhaa imekuwa katika kupambana na changamoto za muungano, za mfumo wa muungano ambao umechangia kwa kiasi kikubwa kuidumaza Zanzibar. Tokea katika mifumo ya kikodi, kukosa nyenzo za kiuchumi na kubanwa katika ushirikiano wa kimataifa. Watawala waliopo, pamoja na kuwa na mamlaka ya kisiasa katika pande zote za muungano, wameshindwa kabisa kutatua changamoto hizo. Badala yake zimekuwa kila siku zikirasimishwa zaidi kadri siku zinavyoendelea. Sisi ACT Wazalendo, na mahsusi zaidi mimi binafsi ambaye kwa uzoefu na historia yangu tumeweza kupambania, sote mnatufahamu, takriban viongozi wote wa ACT Wazalendo leo mnafahamu ni kwa namna gani walivyopambania na wanavyozieleza changamoto hizi na kutoa njia ya namna ya kuzitatua ili kupata Zanzibar ambayo itakuwa na mamlaka katika nyenzo zake kuu za kiuchumi. Ndio maana linapofika suala la umoja wa kitaifa na maridhiano, sisi ACT Wazalendo tunaamini kwa kina juu ya umoja wa Zanzibari kwenye ujenzi wa nchi yao. Tunaamini kwa dhati kabisa kwa maridhiano njia muafaka ya kupita kuelekea lengo la Zanzibar mpya, na tumejipanga kuiandaa kikamilifu njia hiyo. Wakati wa kiongozi wetu Maalim Seif Sharif Hamad alipokubali kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, licha mapito magumu mno ya uchaguzi wa mwaka 2020 ambayo miongoni mwa athari zake ni kuuawa kwa watu 21, kuacha mayatima 39, kuacha watu wenye ulemavu wa kudumu 18, kujeruhiwa na kuachiwa ulemavu watu 18, kujeruhiwa na kutibiwa kwa muda mrefu watu 47, na kuumizwa zaidi ya watu 600 na wengine zaidi ya 300 kuharibiwa mali na nyumba zao. Alieleza bayana kuwa madhumuni yalikuwa ni kutoa fursa kwa Zanzibar kujenga mustakabala mpya na mustakabala mwema. Yalikuwa matarajio yake na matarajio ya wanachama wenzake. Tunaamini na matarajio ya wananchi wa Zanzibar kuwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi angelitekeleza yale yaliyokubaliana kwa nia ya kujenga mustakabala mpya wa Zanzibar. Na hapa niseme kwamba hili hata kusingekuwa na makubaliano, hata kusingekuwa na kuombwa, kiongozi yoyote anayestahiki kweli kuitwa kiongozi, mwenye upeo na maono ya uongozi, basi hili angelifanya bila ya kuombwa, bila ya makubaliano, bila ya kupembejewa. Lakini hilo bahati mbaya
halikutokea. Jibu la 4 ya swala kubwa, kwa nini sisi ACT Wazalendo na maksusi mimi kuchukua fomu na kuomba ridhaa ya kuwania urais wa Zanzibar, limo kwenye hofu kwamba kuendelea kuwaachia watawala waliopo sasa madarakani kushikilia hatima ya nchi yetu ni hatari kwa nchi hii na watu wake. Waandishi wa habari, sote tumeshuhudia na tuna mifano mingi ambayo nashukuru kiongozi wa chama hapa katika hotuba yake ameieleza, ya namna watawala waliokuwa ni wakandamizaji, watawala ambao wanaojali utawala badala ya kurekebisha au kufanya mageuzi. Kila wanapopata fursa, wanapoachiwa fursa hii, wanazidi kuleta matatizo zaidi. Na mfano mzuri tunao hapa Zanzibar 2015-20 ulitegemea kwamba wangechukua fursa, Chama cha Mapinduzi wangechukua fursa ya kurekebisha baadhi ya mambo ili kuepusha maafa, lakini walitengeneza maafa makubwa zaidi ambayo hawajawahi kutokea katika uchaguzi na tuliyashuhudia 2020. Sasa kama alitokea 2020 ya namna hiyo, kuachia tena, hatuna hakika 2030 na kuendelea yatakuja kutokea yepi makubwa zaidi. Tumeshuhudia kwamba hata waliopo sasa hivi badala ya kurekebisha wamechukua hatua nyingi zaidi za kuhakikisha kwamba hatuna uchaguzi wa huru, kuhakikisha kwamba yale ya kuwatesa na kuwakandamiza raia bado yanaendelea. Na Waswahili waungwana wanasema kususia ni kwa muungwana, lakini asiyekuwa muungwana kumsusia sio dawa. Muungwana ukimsusia atashughulika, atajiuliza ilikuwaje, lakini asiyekuwa muungwana ataona yeye ni fursa ya kufanya maovu zaidi. Kuachia madaraka watu ambao kwa miaka 5 wamejihusisha na ufisadi mkubwa kama unavyodhihirishwa kwenye ripoti mbalimbali za wakaguzi wa hesabu za serikali wa Zanzibar na yule wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, katika takriban miradi ipatayo 40. Hilo halitokuwa kuwatendea haki wananchi wa Zanzibar. Kuachia madaraka watu ambao wameiangusha kibiashara Zanzibar, ambao ndio ajira kuu ya Wazanzibari, kujipatia maisha, ni kuleta maafa makubwa zaidi kwa wananchi. Sasa hivi wananchi wa Zanzibar wanalazimika kukimbilia Dar es Salaam kununua bidhaa hata za kawaida kwa bei nafuu kama vifaa vya ujenzi, nguo na hata vijora. Kuachia madaraka watu ambao wameshusha utendaji wa kazi katika serikali, wameshusha uwajibikaji katika serikali, tunaamini kwamba sio ni kutokuwatendea haki wananchi. Kuachia madaraka watu ambao hawajali watumishi wa umma na maslahi yao, tunaamini kwamba si kuwatendea haki wananchi wa Zanzibar. Kuachia madaraka watu ambao wameshindwa kuwapatia ajira maelfu kwa maelfu ya vijana, wengi wao wakiwa wahitimu wa elimu ya juu, ni kuiandalia nchi hii janga kubwa zaidi. Ni kwa sababu zote hizi nimedhamiria kushirikiana na wenzangu kuinusuru nchi yetu, baada ya kuomba na kupewa ridhaa kwanza na chama changu na kisha na wananchi kwa ujumla kupitia sanduku la kura kwenye uchaguzi mkuu wa kihistoria wa mwaka 2025. Ni dhahiri kwamba kama Zanzibar itaachwa iendelee na mfumo wa hali ya sasa ya uendeshaji wa nchi, haitokuwa na mustakabala mwema. Inaweza kufikia kuirithisha Zanzibar kwa kizazi kijacho ikiwa imekosa misingi madhubuti ya uchumi na ustawi wa maisha ya watu wake, utawala mwema na uzalendo kwa nchi yao. Ni kwa sababu hizo ndio maana nasema Zanzibar inahitaji kunusuriwa, na kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa kuinusuru
Zanzibar. Nami na wenzangu tumejiwekea malengo makuu ya kuinusuru Zanzibar, ikiwa ni pamoja na kudai haki na mamlaka ya kuiwezesha Zanzibar kutumia rasilimali zake kuijenga ustawi na uchumi sawa ama na zaidi ya nchi nyingine za visiwa kama vile Mauritius, Seychelles, Cape Verde na kadhalika. Kuwarejeshea wananchi haki yao ya msingi ya kikatiba ya kuwawajibisha wanaongoza serikali kupitia chaguzi zilizokuwa za huru na za haki. 3, kujenga msingi wa utawala mwema ikiwemo uwazi na uwajibikaji ambao sasa hivi umekosekana. Nyingine ni kufanya marekebisho ya mfumo wa kikatiba na kisheria na kuondoa mamlaka ya kifalme kwa rais na kujenga misingi bora ya kuchungana, yani checks and balance. Tuna mihimili mitatu mikubwa, ni vizuri mihimili hii kila mmoja uweze kuchukua nafasi yake kumchunga mwingine, na kutoa fursa zaidi kwa wananchi kushiriki katika uendeshaji wa nchi yao kupitia serikali imara za mitaa ambazo zitaimarishwa na ambazo zitawatumikia watu badala ya kuwa mzigo mwingine kwa raia. Ingine ni kujenga umoja wa kweli wa kitaifa utakaoakisi utengamano wa kijamii kwa kuimarisha usawa, haki za raia na mshikamano wa dhati wa Zanzibari wote. Ingine ni kujenga mfumo bora wa kitaasisi na wenye ufanisi wa kupambana na ufisadi wa aina zote na kuzuia matumizi mabaya ya ofisi za umma ambazo sasa hivi imekuwa ni jambo la kawaida. It's an order of the day. Kujenga misingi bora ya uchumi itakayotumia vizuri rasilimali za Zanzibar kwa njia endelevu, ikiwemo biashara imara na utalii wenye tija na unaolinda mazingira na nafasi bora na ya kipekee ya kijiografia ya Zanzibar. Nyingine ni kuwajengea wananchi fursa ya kushiriki katika uchumi wa nchi yao kwa kulinda haki zao za ardhi na umiliki wa nyenzo kuu za uchumi. Nyingine ni kuwawezesha watu wote ambao wamefikia kiwango stahiki cha fani mbalimbali kuwawezesha wakue na kuzalisha bidhaa na huduma katika soko la ndani na nje, ikitiliwa mkazo uzalishaji wa ndani wa bidhaa ambazo kwa sasa zinanunuliwa nje. Kwa ufupi nasema import substitution. Kuwawezesha vijana kuajirika na pia kuajiriwa. Sisi tunaamini kwamba kwa sasa hivi vijana wetu wana uwezo mkubwa, lakini hawajatengenezewa mazingira ya kuweza kuajirika. Ingine ni kuimarisha huduma na ustawi wa jamii, ikiwemo elimu, afya na mafunzo na matunzo yasiojiweza na hifadhi ya jamii yenye heshima na endelevu itakayowezesha kukimu mahitaji yao yote ya msingi badala iliyopo sasa ya kuwapa pesa za uraibu. Nikiwa miongoni mwa Wazanzibari waliobahatika kulelewa na kukua ndani ya serikali ya Zanzibar na kupata uzoefu wa kutosha wakati nikiwa mtumishi wa umma kwa nyadhifa tofauti, ninaamini kuwa ninao weledi wa kutosha wa kushirikiana na wenzangu kuweza kuitumikia Zanzibar katika nafasi ya uraisi na kuyatimiza matarajio ya wananchi wa Zanzibar kama nilivyotaja kwenye hotuba yangu hii. Hivyo basi nimechukua na kurejesha fomu kuomba chama changu kwa heshima kubwa kinibebeshe dhamana ya kukiwakilisha kwenye nafasi ya kuwania uongozi wa juu wa nchi yetu Zanzibar, yani nafasi ya rais wa Zanzibar, ili tuwaombe Wazanzibari watupe sisi ACT Wazalendo jukumu la kuwatoa mahala dhalili walipofikishwa hivi sasa na kuwapeleka kwenye maendeleo ya maana, uhuru wa kweli na ustawi utakobadilisha maisha yao na kuwawezesha kuishi kama watu katika nchi yao. Tutachukua jukumu hilo
la kihistoria, kwa sababu sisi tunajua nini kinapaswa kufanyika ili kufikia Zanzibar ya aina hiyo. Kurejesha fomu ya mgombea urais katika chama changu ni utaratibu wa ndani wa kikatiba wa kupata wagombea wa nafasi mbalimbali. Kuendelea na mchakato huu ndani ya chama haina maana kwamba na isitafsiriwe kuwa mimi na chama changu tumeridhia dhulma kubwa walizofanyiwa Wazanzibari katika uandikishaji. Isitafsiriwe kwamba tumeridhia mfumo mbovu wa uchaguzi uliopo. Isitafsiriwe kwamba daftari la kupiga kura la wapiga kura lilojaa mizengwe na utendaji wa tume na pia utendaji wa tume ya uchaguzi ambao haukidhi misingi ya kuendesha uchaguzi huru na wa haki. Mchakato huu badala yake unatupa uhalali zaidi kuwa sisi kama wadau muhimu sana wa uchaguzi tuna wajibu wa kuendeleza mapambano kwa uchaguzi utaojenga amani na kweli, mshikamano na maridhiano katika nchi yetu. Hivyo tutaendelea kupambania mabadiliko yote tunayoyaamini, na pale itakapohitajika tutawashajiisha wananchi kudai haki yao kwa pamoja. Hatutasita kufanya hivyo. Binafsi nimeongezewa ari ya kupambania mustakabala mwema wa Zanzibar na utayari na ari ya wanachama wetu wote. Aidha, nimetiwa moyo sana na shauku ya kutaka mageuzi ya Wazanzibari wa ndani na nje ya nchi. Ahadi ya chama changu na ahadi yangu binafsi ni kuwa hatutawaangusha. Nimalizie kwa kuwaambia kuwa tukishinda na tutashinda, kwa sababu tayari sisi ni washindi. Tunawakilisha ushindi wa Zanzibari ambao wanaupata katika chaguzi zote. Ni hatua zipi tutachukua kufanikisha hilo, tutaeleza umma wakati sahihi ukifika. Ila watawala wajue kwamba zama za kupora haki ya umma, kuchagua viongozi wanaowataka, tutakwenda kuzihitimisha Oktoba mwaka huu. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika hilo wenu kwenye mapambano. Na washukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Hadi kuloketeni na mtaraji wa rais niwe, naomba dua Mola ijalie, shusha tanga weka tanga. Asante sana ndugu wanahabari, tumesikiliza hutuba mbili hizo za kiongozi wa chama Mama Dorothy na za mwenyekiti wa chama ambaye ni mgombea kwa upande wa Zanzibar. Sasa tunataka tutoe fursa na nafasi ya kuuliza maswali. Ningependa tuone mikono na chombo ambacho kinachotokea na kutaja jina, tujue swala unaloulizia wapi, likapate majibu wapi, ili tumalize shughuli hii tukakamilishe shughuli ya umma chini. Ukumbi uko wazi, uko kwenu kabisa. Nataka kuona na mkono mwingine, mikono mitatu ya mwanzo, wa pili ule, mitatu tayari. Haya, tuanze na kule nyuma kwa ufupi na kwa ufasaha kabisa. Mpe. Na tumeanza na mama. Haya. Alaykum salam. Naitwa Mtumwa Saidi, mwandishi wa Azam TV Zanzibar. Mara nyingi viongozi wa ACT wamekuwa mkisikika swala kutolipendelea swala la kumiliki amani. Nataka kufahamu kwa upande wenu mwaka huu, labda mmepanga kulika kwa uchaguzi wa fujo au kwamba mnazungumzia amani kwa upande gani? Na swali langu la pili,
Tume ya Uchaguzi Zanzibar imetoa ofa kwa wanawake watakaojitokeza kwa wingi kugombania nafasi zile haramu wamezipunguza. Je, mpango wa chama chetu ni upi katika kuongeza idadi ya wanawake wengi kugombania nafasi mwaka huu? Asante. Tumeliona hapa, tutajua. Alaykum salaam. Jina lako? Jina lako? La kwanza, Mheshimiwa Makamu, nasema makamu wa kwanza rais. Mgombea rais. Tangu harakati za vyama vingi au vuguvugu la vyama vingi Zanzibar jana, Pemba ilipambanua kwamba ni ngome ya upinzani tangu kuanza makali. Katika miezi karibuni tumeshuhudia viongozi wa CCM kufanya mikutano kule. Mara nyingi kutangaza pia au kuwaona kwenye TV sisi kwa hadi Pemba wanachama wengi wanaotaka kuwa na chama chenu wakirudisha fomu kwa mamia na maelfu. Kaji, wakirusha. Wakirudisha kabisa. Sasa mnaingia kwenye uchaguzi. Bado mnaamini kwamba Pemba ni ngome yenu, kinyume na inavyoonekana sasa kwamba labda imeshika na pili nao bado wakirudisha majimbo ambayo sisi mwalichukua katika uchaguzi uliopita Pemba. Kama mnashinda. Swali la pili, hivi karibuni kwa nazungumza na mmoja kati ya makada wa sisi. Ni rafiki tunazungumza. Anaambia hata wao ndani ya chama chao wanaona iko haja mabadiliko ya kiutawala Zanzibar. Lakini wanaona hakuna chama mbadala kwa maana hawana imani na ACT. Wengi wao kwamba wanaamini zile dhana au kasumba za hao watawarudisha ambazo mara nyingi ziko tajwa kwamba labda watarudisha usultani na mambo kama hayo. Kuna watu wasiwasi kwenye dhana kama hii. Asante. Na mawili mwisho. Mawili. Asante. Niona mkono. Naam. Taja chombo chako na jina lako. Tutarudi. Naitwa Abdurrahman Sheha kutoka Asam Online TV. Abdurrahman. Tutamhusu Mheshimiwa Makamu na mgombea rais. Kuelekea uchaguzi huu tumekuwa tukisikia kauli nyingi sana za chama zikisema kwamba wanateteresha GNU, yani umoja, serikali ya umoja wa kitaifa. Hii tushuhudia kwamba baada ya kuelekea katika uchaguzi huu tutakwenda kuishuhudia ACT Wazalendo katika ule umoja wa kitaifa au kuna mabadiliko mengine? Swala la kwanza. Swala la pili itaelekea kwa kiongozi wa chama Mama Abdullah Hussein. Nimeziona baadhi ya clip kwenye mitandao ya kijamii ni miezi kama 4 iliyopita nyuma, imeonyesha kiongozi wa chama akitiania ya kusema kwamba wanaenda kwenye uchaguzi mkuu wa 2025 na yeye anaweza kugombea nafasi ya rais. Ile nafasi iko pale pale, ile nia iko pale pale, na vipi kuhusiana na umoja na mshikamano wa vyama vingine? Kwa sababu tumeona mwaka 2015 wakati mlipokuwa CUF mlikuwa na muungano wa UKAWA. Tumshuhudie sasa hivi mkiungana na vyama vingine kule Tanzania bara au utasimama nyinyi kama nyinyi? Asante sana. Asante. Wako wengine? Nataka tumalize hapa. Sitaka tumalize. Unatoka wapi? TBC binafsi. Hotuba ya Mheshimiwa Makamu wa Kwanza Rais na kadhaa kwa msikia anasema kwamba ACT Wazalendo imeshashinda. Sasa viashiria gani ambavyo inaonyesha kwamba ACT Wazalendo imeshashinda uchaguzi? Asante. Faruk. Faruk Karim natokea ITV na Radio 1. Kwa maswali kama kwanza na kiongozi, bahati nzuri ameshaeleza la kiongozi, lakini labda nisitize. Nataka kujua kwa makamu kwamba katika mkutano wa mwisho kutana pale na habari swala la kura la mapema, alisema kwamba haipo kikatiba kitu kama hivyo. Nitaka kutufafanuzi zaidi, labda tunaelekea kwenye uchaguzi, swala la kura mapema
liko vipi kwenu nyinyi? Swali la pili na kidogo na tu A na tu B. Unagombea urais wa Zanzibar, endapo utashinda, kitu gani cha mwanzo ambacho unapaswa utakifanya pale unapopata urais? Na je, utaunda serikali ya kitaifa? Ikitokezea kwamba ACT akishinda kimeshinda chama chingine, utatambua matokeo na utakubali kujiunga na serikali ya kitaifa kwa huyo ambaye chama chingine kimeshinda? Nataka kujua hapo msimamo wako uko vipi. Na upande wa kiongozi wa chama pale, pamoja kwa mwenzangu amekiulizia, nataka ufafanuzi zaidi, nafasi ya urais wa Tanzania itaanza lini kwenu nyinyi? Je, ni wewe utagombea au nasungana pia kwamba ni Zitto Kabwe atagombea? Nataka hapo kidogo nipo ufafanuzi. Asante sana. Asante. Wa mwisho unamaliza mara Naitwa Taylor kutoka Mwananchi. Peter. Na Peter. Kwa mwenyekiti, ningependa kufahamu nadhani Wazanzibari wameandaliwa vya kutosha kuweza kushiriki uchaguzi mpaka kuwapatia ushindi. Asante. Mmeona mkono huko. Tukifunga hili ndio tushafunga ili pazia. Naitwa Mary Joyce kutoka DSM. Ningependa kuuliza mheshimiwa. Yupi? Makamu. Ni ajenda zipi kuu ambazo zitakuwa msingi katika kampeni zake za urais, lakini pia uchumi na ajira kwa vijana, labda hii changamoto yeye ataishughulikia vipi endapo atachaguliwa kuwa rais wa Tanzania? Lakini kwa upande wa mama hapo kiongozi, tunaona kwamba chama cha ACT Wazalendo katika serikali za mitaa hakikufanya vizuri, ilipata viti kama 11 tu. Labda mpango mkakati ili kuhakikisha wanashika dola kwa upande wa Jamhuri ya Muungano kule uko vipi? Asante. Tumemaliza. Nashukuru. Babu Sadala tufungie dini. Iko la shamba. Sauti naitwa Mwenyezi Sadala, batundala maiki la wengine sauti zetu ziko chini. Swali langu la kwanza, Mheshimiwa Osman, unagombea urais wa Zanzibar. Umelizika na mazingira ya uchaguzi ya ZEC na sheria ya kura ya mara mbili. Swali la kwanza hilo. Swali la pili, sakata la Chadema na Tundu Lissu linatoa tuzo gani kwa wewe kama Osman na chama chako cha ACT Wazalendo? Na swala la tatu, rais mstaafu Amani Abeid Karume na Maalim Seif Sharif Hamad walifanya kazi kubwa sana kujenga ile misingi ya serikali ya umoja wa kitaifa. Misingi na malengo yake unadhani bado yako hai au yamekufa? Na swala la mwisho, umesema kwamba serikali hii katika miaka mitano imeshuhudia ukisiri kwa ufisadi. Wewe kama makamu wa kwanza wa rais unaweza kujitenga vipi na serikali hii juu ya ufisadi wa miaka mitano kila sehemu ya serikali? Ningeomba ufafanue ili wananchi wapate kufahamu zaidi na kujitenga vipi. Asante sana, tunakushukuruni nyote. Sasa kwa kuwa alianza ni kiongozi wetu wa chama Mama Dorothy, na nimeyaona yamekuwa machache mno ambaye ameulizwa yeye, basi tumkaribishe kiongozi wa chama na tumie fursa hii ya kuyajibu, na kama na nyongeza iweze kuiapa, kwa sababu huyu ni mama ambaye ni tishio kwa Tanzania na kipenzi cha Tanzania. Mama Dorothy, karibu katika ukumbi.
Asante kwa maswali mazuri. Nitaanza na swali la serikali za mitaa. Nafahamu jinsi ambavyo uchaguzi wa serikali za mitaa uliendeshwa. Mmeona hujuma kubwa, mmeona jinsi ambavyo vyama vya siasa badala ya kuwepo kwenye ushindani, tumeona vyombo vya dola vikitumika kukibeba Chama cha Mapinduzi. Hatuna shaka na mikakati, mipango na kazi kubwa iliyofanywa na Chama cha ACT Wazalendo kuandaa Watanzania kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini mazingira tuliyokutana nayo hayakuweza kuonesha ushindi wa dhati wa Chama cha ACT Wazalendo. Na mnafahamu hata baada ya uchaguzi Chama cha ACT Wazalendo kilitoa tamko na kukataa na kusema uchaguzi ule haukuwa huru wala haukuwa wa haki, na sisi tulienda mbali na kusema uchaguzi wa serikali za mitaa ulitakiwa kufuta. Ule haukuwa uchaguzi, ulikuwa ni uchafuzi. Kwa hiyo hii ni kusema kwamba mikakati tunayo, tunaitekeleza na tuna matumaini makubwa. Tunachokitaka ni uwanja wa uchaguzi kuwekwa sawa, vyombo vya dola kuondoka kwenye uwanja wa uchaguzi, na tutaona namna ambavyo ACT imeenda kupokelewa na umma na kuchaguliwa kwa umma kwa kazi kubwa, ikiwemo kutetea wananchi, kuwa na sera bora ambayo imeendelea kuifanya na itaendelea kuifanya. Kulikuwa kuna swala la amani, nitalijibu kipengele kimoja na feki kingine atakimalizia mwenyekiti na mgombea urais. Imekuwa ni kawaida kila wakati tunapokaribia uchaguzi mkuu na uchaguzi wa serikali za mitaa, Chama cha Mapinduzi na wale wanaoungana nao kuhubiri kuhusu amani. Wakati huo huo vikitambua kwamba sisi kama chama cha siasa makini tumeendelea kupigania uwepo wa mazingira bora ya demokrasia nchini. Haki za wananchi ziheshimiwe, haki ya wananchi kuchagua na kuchaguliwa, na kuendelea kuilinda thamani ya kura. Amani ni tunda la haki na si vinginevyo. Swala kuhusu gharama na aweni waliopewa wanawake, kwa ujumla Chama cha ACT Wazalendo kimeendelea kuandaa wanawake nchi nzima kuwa wagombea bora, kimeendelea kutambua nafasi ya wanawake katika chaguzi zetu, lakini kimeendelea kupigania uwepo wa mazingira bora ya uchaguzi ili wanawake waweze kushiriki na kuchaguliwa. Kuhusu kutia nia, ni kweli nimetia nia ya kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iwapo chama changu kitanipa ridhaa, na unafahamu hii ni muendelezo ya wito na nafasi iliyotolewa na Halmashauri Kuu ya Taifa kwamba tujitokeze, na tunaamini bado watu wanajitokeza. Nia iko pale pale. Nitakamilisha taratibu za chama na wajibu wa kutupa ridhaa hiyo umeachwa kwa mkutano mkuu wa taifa. Kwa hiyo hii ni kuendelea kuwakaribisha na kuhamasisha wale wote ambao wana nia ya dhati ya kuongoza Watanzania waje Chama cha ACT Wazalendo, wachukue fomu na tuendeleze huo mchakato. Kwa hiyo bado nina nia thabiti ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iwapo chama changu kitanipa ridhaa hiyo. Kulikuwa kuna swali kwamba nani anagombea. Nafikiri hiyo ni wajibu wa mkutano mkuu wa taifa. Asante, naona nimemaliza maswali yangu. Nashukuru. Huyo ndiye Mama Dorothy Semu, Iron Lady, jinsi gani alivyoyajibu masala ambayo ameuliza na ameongeza kwa fasaha kabisa kabisa. Sasa tunamkaribisha mwenyekiti wa chama ambaye ni mgombea kwa upande wa Zanzibar na makamu wa kwanza wa rais, Sheikh Othman bin Masud bin Othman Al-Haqid. Tafadhali. Kwanza niendelee kuwashukuru kwa
maswali mazuri na ambayo yanaonyesha kwamba mmefuatilia kwa makini kile ambacho tulikizungumza. Dada Mtumwa Said, umeuliza kwamba ACT mnaonesha kwamba nyinyi mnakataa watu kuhubiri amani. Je, mnataka vurugu? Mimi nadhani labda hapa kuna kitu hatuja, ama pengine hatujasikika, au mtu anahadithiwa na yeye hajatusikia au hajatufahamu tunachozungumza sisi. Sisi ndio wahubiri wa amani wakubwa katika nchi hii. Na mimi nakuambia na wengine wote ambao wana mawazo hayo, laiti kama sio sisi ACT Wazalendo kukubali tuliofanyiwa 2020 na tuliofanyiwa huko nyuma na yanaendelea kufanyika bila ya uongozi uliopo kuonesha dalili yoyote ya kutaka mabadiliko. Mmeshuhudia chaguzi za marudio, chaguzi ndogo za Mtambwe, Konde, kwamba ni yale yale. Nchi hii kama si uungwana wetu, kama si kufahamu kwetu, kama si kwa mapenzi makubwa ya nchi yetu, nchi hii leo isingekuwa inatawalika. Kwa hivyo sisi tunachosema ni kwamba wanaohubiri amani, amani haiwezi kuzaliwa, amani haiwezi kuwepo. Amani ni kama mti, haiwezi kumea bila kuwa na haki na uadilifu. Hayo ndio mambo ambayo sisi tupambanie sote, wananchi, viongozi wa dini na wengine, kwa sababu haya yatazaa amani. Unapokwenda ukahubiri amani, huku tunajua unafanya njama za kuhujumu amani, za kuiba, za kudhulumu, za kufanya ghilba katika uchaguzi. Wewe unaposema unahubiri amani, sijue ni amani ipi. Ndio kauli yetu, na sisi tunasema bila haki, bila uadilifu hakuwezi kuwa na amani. Tusijidanganye, tusiwadanganye wananchi. La pili, juhudi za kuongeza wapiga kura, na nadhani kiongozi amelijibu vizuri, nadhani haina haja kulirudia. Wana Salum Vuai kwamba Pemba imekuwa ngome ya upinzani na kwamba CCM sasa hivi imekuwa ikivuna wanachama wengi kutokana na mikutano yao. Kwanza sijui mkutano upi, lakini kwa sababu CCM sijaona kama wamefanya hasa mkutano Pemba. Ikiwa unazungumza yale maigizo ya mauani katika jimbo la Kiwani, wanachama 2,400, sisi tunatoa changamoto, sisi muarudi waende wakawatafute 100 tu katika hao 50 tu katika basi ikiwa watawapata hao waliowavuna 50, basi sisi tutaongeza tena 200 wanachama. Lakini ile kwa mtu yoyote, na hata wenyewe, zile ni siasa za kizamani. Kusema kweli ni siasa ambazo tunasikitika kwamba inafanywa na viongozi ambao wamepewa dhamana au wamejipa dhamana ya kuendesha nchi hii. They don't seem to be serious kwa kweli. Hawezi kufanya udanganyifu ule katika zama hizi za artificial intelligence. Hizo hata kwenye wakati wa analogu singeweza kufanya maagizo ya namna hii. Sisi hatuna wasiwasi, majimbo ya Pemba hajawahi kuchukuliwa na sisi. Wamewahi tu wenyewe kujifurahisha, wakawaeka watu wezi, wakawaandaa waliokuwa wenyewe hawana hata uungwana tu. Kuna watu wameacha kazi zao za halali, wamekwenda kupewa majimbo. Mtu anakura 30 leo yuko bungeni. Ni aibu, ni fedheha kwa nchi hii. Kwa hivyo sisi hilo wala si ajenda wala si issue, kwa sababu kura na mapenzi ni ya wananchi wenyewe. Sisi kazi yetu kuwaongoza, na wananchi wa Pemba hawajawahi kuwachagua, hawajawahi kuwapa sisi hata kiti cha udiwani, seuze cha ubunge, cha uwakilishi. Kwa hivyo kwetu sisi wala si ajenda wala si kitu kinachotupa wasiwasi. Ingine uliuliza
kwamba sisi wako wanaotaka mabadiliko, wasiwasi wao ni ACT Wazalendo na wasiwasi wao ni ule wa asili, kwamba ACT Wazalendo watarudisha tena sultani. Hichi kitabu cha zamani sana wanachosoma kwa kweli, cha zamani kweli kweli. Kwa sababu kwanza mimi naomba niwaelimishe ndugu zangu, kama kweli kuna mtu anaamini hili, kama kweli, kama sio propaganda za kizamani mno. Kwanza tukumbuke kwamba sultani wa Zanzibar sio sultani wa Omani, kwanza tujue hilo. Sultani Zanzibar kuwa chini ya dola moja, kwa ni nchi moja inaongozwa na sultani mmoja au mfalme mmoja, kulisita Julai mwaka 1860 baada ya kitu maarufu kinachoitwa Lord Canning Award, suluhu iliyopitishwa na Governor General wa India kuwasuluhisha ndugu wawili, yule waliokuwa akitawala alikuweko Omani na alikuweko Zanzibar. Wakakubaliana mmoja aendelee yeye na dominion hii ya upande wa Zanzibar na mwingine abaki Omani. Kwa hivyo kuanzia mwaka 1860 mpaka imekuja mwaka 64 wakati wa mapinduzi, ndio maana sultani alikuwepo Zanzibar hakukimbilia Omani, alikimbilia Portsmouth, Uingereza. Kwa hiyo leo ukizungumza sultani upi, usultani upi, kwanza lazima uambie wananchi huo usultani uko wapi, huo sultani uko wapi. Kama unadhani kwamba sultani wa Omani ndio ni kuwadanganya wananchi, ni kutokujua historia, ni kutokujua. Kwa hivyo hilo la mwanzo. Lakini la pili, jamani, wengi hapa mshawenda Omani. Hebu tuulize, karani tu wa Omani umrudishe hapa umwambie utampa uwaziri, kweli atakubali? Lazima tuwe serious, yani mambo ya nchi, tusiwadanganye wananchi kwa kiwango hicho. Kwa kweli ni kuonea. Kwa hivyo sisi tutasema kama kweli mtu ana wasiwasi huo, itabidi tumtafute, tumsaidie, tumuelimishe. Ndio jibu langu, labda milike kwa hivyo. Lakini la tatu, bwana Sheha, ACT Wazalendo naonekana kuiteteresha GNU. Je, tutaingia kwenye uchaguzi tukiwa bado kwenye umoja wa kitaifa? Hii tafsiri ya ajabu sana, kwa sababu GNU ina misingi yake. Sisi ndio tuliosema inahitaji kuimarishwa zaidi. Ndio masharti yetu ya kuingia GNU, kwamba kuimarisha zaidi. Sisi ndio tulioitafuta GNU, ndio tulioipambania. Sisi hawakuwahi kuitaka. Waliokuja baadaye Rais Karume akakubali kwa sababu ya maono yake ya kwamba tuwe na GNU. Lakini wengi wapo ambao hakuitaka, ndio maana ikatiwa msukosuko. Kuna wengine wametangaza hadharani kwamba hawataki GNU, maana yake hawataki umoja wa kitaifa. Matendo yao yanaonesha wazi kwamba wao kabisa hawako katika suala la kujenga umoja wa kitaifa. Na laiti wengekuwepo, basi wengetukuta sisi tumeshatangulia, kwa sababu sisi tumekuwa tukiwahimiza katika hilo, wao ndio wamekataa. Sisi hatuna sababu ya kwamba tuna wasiwasi labda kwenye GNU. Sisi tunachotaka GNU kama alivyosema Maalim Seif, kama usikilizeni hotuba yake ya tarehe 8 Disemba 2020, alisema GNU ndio chombo chetu, tukitumie kuelekea kwenye umoja wa kweli wa kitaifa wa wananchi wa Zanzibar. Hiyo dhamira, hiyo ndio dhamira yetu sisi aliotuachia, ndio tunaipambania, ndio tunaipigania. Nchi hii iwe na umoja wa kweli wa kitaifa, isiwe mtu kutumia jukwaa hili kujihalalishia kuendelea kufanya uovu yeye anaotaka. Kwa hivyo sisi wala kwenye hilo hatuwezi na hatuna sababu ya kuwa sisi sababu ya kuvuruga umoja wa kitaifa au GNU. Na Nasra, nasema ACT Wazalendo mnashinda.
ninyi ni washindi. Viashiria gani? Viashiria vipo kila pahala. Kwanza, kwamba sisi wanaogopa kufanya mageuzi ya uchaguzi ya msingi tu. Sisi wanachukua juhudi kubwa kuwanyima haki wananchi wa Zanzibar wenye haki ya kupiga kura. Hiyo iko wazi, lakini tunasema kila kitu kinaonesha kwamba uchaguzi upi ambao tumewahi kushindwa, kama kwa sababu hii sio, usichukulie chama, hizi ni harakati. Na tokea 95 kura za harakati hizi zimekuwa zikiongezeka. Tazameni ramani ya kisiasa ilivyobadilika. 95 kura ambazo upande wa upinzani ulipata kaskazini, na kura ambazo 2015 ilizipata ni tofauti kabisa. Kura ambazo upinzani umezipata kusini mwaka 95 na mwaka 2015 ni tofauti kabisa. Kura ambazo upinzani imekuwa ikizipata mjini, kati na kila pahala zimekuwa zikibadilika, zikionyesha na CCM hawajawahi kuongeza kura pahala popote katika Zanzibar hii. Kwa hivyo viashiria hivi viko wazi, lakini tunasema ukiona mwizi anatafuta namna bora ya kujificha, basi ujue kwamba anajua kwamba mwenye mali yuko macho zaidi. Bwana Faruk Karim, suala la kura ya mapema likoje? Sisi msimamo wetu ni kwamba kura ya mapema hasa kwa nafasi ya urais ni kinyume na katiba. Hilo liko wazi, lakini watawala hawa tunajua sote kwamba si watu wa kuheshimu sheria wala si watu wa kuheshimu katiba. Msimamo wetu sisi, tutaendelea kulipambania hilo, tutashirikiana na wananchi na wale watu ambao wana busara ndani ya Chama cha Mapinduzi na wengine kuhakikisha kwamba uvunjifu huu wa katiba unaondoka na utaratibu huu ambao umeleta maafa 2020 unaondoka, na ambao huko nyuma walishawahi kuahidi kwamba hili ni vyema tulishughulikie lisilete tena maafa 2020. Kwa hivyo sisi msimamo wetu uko pale pale na tunaendeleza mapambano dhidi ya hili. Endapo utashinda, kitu gani cha mwanzo utafanya? Kwa hakika jambo kubwa la ambalo Zanzibar lipo na linalohitaji ni watu kuhakikishiwa kwamba wana amani ya kweli, kila mmoja kupata haki yake. Kwa hivyo tutaweka katika jambo ambalo tutachukua hatua za mwanzo kabisa ni kufanya mageuzi ya mfumo wa utoaji wa haki, ili kila mmoja hakikishiwe kwamba ana haki yake. Na pahala pa mwanzo, haki ya mwanzo ni ya mtu na nchi yake kutambuliwa na kujijua kwamba yeye ni kweli ni mwananchi wa nchi ile. Kwa hivyo jambo la mwanzo tutakalofanya ni kuhakikisha kila Mzanzibari anapata kitambulisho cha Mzanzibari, sio Mzanzibari mkazi, kwa sababu hiyo ndio hatua ya mwanzo ya kumwambia wewe ni mwananchi. Sasa una haki ya kudai kutoka kwa serikali yako, kutoka kwa nchi yako. Lakini mfumo wetu wa kikatiba, lakini kikubwa leo wananchi wa Zanzibar wanaumia sana kwa sababu hawashiriki katika uchumi. Leo wamekuwa wasindikizaji. Kwa hivyo ni hatua za kuchukua, wana uwezo wa kushiriki kwenye uchumi, lakini tutakachochukua hatua ni kuhakikisha kuwa na sera bayana za kuwawezesha wananchi kushiriki katika uchumi, hasa kwa kutumia haki yao ya ardhi. Lakini na mengine ndio watu wasema wakati ukifika tutakuja kuyaeleza. Suala la kwamba je, mtakubali matokeo, huu umekuwa ni msimamo wa chama chetu siku zote. Umekuwa na mimi ni msimamo wangu siku zote kwamba huo ndio uungwana, kwamba ikiwa kutafanyika uchaguzi wa haki na huru,
sisi tutakuwa mwanzo kusema, kutambua matokeo na kumpongeza aliyeshinda. Lakini sisi hatutokubali hata kidogo yaliyofanywa 2020. Mtu anakura 30 anaambua anatangazwa yeye kashinda wakati anakura 20. Watu wanakwenda wanabadilisha kwenye karatasi. Mshindi wa kwenye karatasi hatutomkubali. Hatoka yeye na aliyemtangaza, wote wawili tutapambana nao. Huo ndio msimamo wetu. Dada, sikulipata ile jina, lakini Mary, sasa ajenda zipi kuu na swala la ajira kwa vijana? Nadhani tumelieleza kwamba kwanza sisi Zanzibar ACT Wazalendo tunachoamini kwamba hakuna nchi ya kisiwa, hakuna nchi yoyote takriban ambayo itaweza kuendelea bila ya kuwa na mamlaka ya kuendesha uchumi wake. Kwa hivyo kwetu sisi ajenda kuu ni mamlaka ya Zanzibar kuendesha na kujiendesha uchumi wake. Mamlaka kamili ya Zanzibar, hiyo ni ajenda yetu kuu. Lakini ajenda ya pili kubwa tunaisema siku zote ni haki kwa raia wote. Watu kuwa na haki, kujenga na zaidi kuwaunganisha Wazanzibari wawe kitu kimoja. Hakuna sababu ya kutengana, hakuna sababu ya kuhasimiana. Haya yanatengenezwa. Sisi kwetu sisi kazi yetu kubwa mwanzo ni kuwaunganisha Wazanzibari, muungano na maridhiano ya kweli. Kwa hivyo hilo ni katika mambo ambayo tutawashughulikia, lakini kikubwa haki zao katika kushiriki kiuchumi. Na jingine kubwa kama ulivyosema kwamba upande wa ajira kwa vijana, sisi maono yetu yako wazi kwamba tatizo kubwa la Zanzibar sasa hivi ni kwamba hakuna sera za kuwatengeneza vijana kwanza wakaweza kujiajiri na wakaweza kuajiriwa. Kujiajiri, kwa mfano leo tembea katika mahoteli mengi ya Zanzibar, human resource officers, yani maofisa wa utumishi wa umma wa utumishi, 90% ni kutoka nje ya Zanzibar. Tunachoamini sisi ni kwamba wakati unafanya hivyo, kuna vijana wengi wamemaliza degree za sheria, wamemaliza hiyo degree za human resource management, wamemaliza degree za public administration, wamemaliza degree nyingine za ambazo ni relevant katika kilichobakia ni kuwatengeneza wakaweza kuajirika. Na hili tumeshawahi kulipendekeza mara kadhaa kwamba watengenezewe program, watafutie watu weledi, wafunzwe na baadaye waweze kupewa nafasi ya internship katika sehemu mbalimbali, na then baadaye serikali ichukue hatua kuhakikisha kwamba hakuna sababu ya kuajiri mgeni katika fani hii. Kwa kweli ni eneo moja, na hawa wapo wengi sana. Lakini na eneo jingine ambalo eneo jingine ni katika uwezeshaji. Leo Zanzibar inaagiza asilimia karibu 80 ya mboga au mazao ya kilimo kutoka nje, wakati tuna ardhi imekaa haifanywi lolote. Waliokuwa wasimamie wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa kazi yao kupiga siasa, badala ya kwenda kuwasimamia wananchi wakaweza kupata nyenzo za kuweza kuzalisha na wakauza. Kuku, takriban kuku mayai 80% yanatoka nje ya Zanzibar. Kuku mayai pia. Sasa haya ni mambo ambayo sisi tunasema hakuna sababu ya kijana yoyote wa Zanzibar kukosa ajira. Brother Mwinyi Sadala, mazingira ya zeki, kura ya siku 2, ili tunalisema ndio tunarudia kwamba hatujaridhika na mazingira ya zeki kwa sababu sivyo ambavyo inatakiwa kuwa. Tulikubaliana zeki iundwe kwa utaratibu ambao ni wa huru, wapatikane makamishna kwa uhuru,
upatikane secretariat kwa uhuru na kwa weledi. Hilo halijafanyika licha ya kulipambania kweli kweli. Leo unakwenda kwenye, ni aibu kwa nchi, unakwenda kwenye uchaguzi, una mfumo wa uchaguzi ambao huwezi kusimamia hata mechi ya mpira. Yani mfumo wetu wa uchaguzi, tena sio mechi ya mpira ya dabi, hata ya maskuli tu. Yule anahitaji ile ya bara shule za sekondari, hata mashindano ya UMISETA mfumo wetu huwezi kuona. Maka haiwezekani timu moja achague referee, linesman, kamisa wa mchezo ndo achague yeye, halafu ukasema UMISETA watakubali. Sasa nchi tunaingia, yani hii ni fedheha kubwa sana. Kwa hivyo haturidhiki, na ndio maana tunakwenda kupambana, kwa sababu hii ni platform, kama alivyosema kiongozi wa chama, ni platform yetu ya kwenda kuwaonesha watawala kwamba Wazanzibari hawataki mfumo huu, wataendelea kwenda kuwakataa, watumie nguvu na nguvu waende wakaue tena. Ndio maana tunashiriki, lakini yote hayo hatujakubaliana nayo. Swala jingine umesema sakata la Chadema. Nadhani hili tuachie wenyewe. Sisi tunachosema kwanza, tuna urithi wa wazee wetu, busara ya wazee wetu. Anatuambia mambo yote mwenye sadala yote azima, usije ukazima ujinga wa mtu. Kama unataka kuwa mjinga, tengeneza ujinga wako mwenyewe. Sasa na ujinga hatusemi kwa sababu waliofanya au wanaenda kufanya wenzetu ni ya kijinga. Ndio binadamu, ukifanya wewe anakuona umekosea, na mimi nikifanya utaniona nimekosea. Ndio maana tunaita usiazime ujinga wa mtu, tengeneza wa kwako. Sasa tunachosema kwamba chama chetu tunaamini kwamba kwenye siasa hakuna pori hatujalipita, hakuna jangwa hatujalipita, hakuna bonde hatujalipita. Hakuna chama kinachotuweza kwa uzoefu wa uwanja wa siasa katika Tanzania hii, hata chama kingine. Swala la Rais Karume na Maalim kwamba ile misingi ya GNU, sisi tunaamini kwamba dhamira yao ilikuwa nzuri na njema na ndio ya kufuatwa. Na sisi tunachoahidi, hii tutaisimamia na tutakuja kuonesha wananchi wa Zanzibar kwamba na GNU ni muhimu katika kujenga maridhiano ya kweli. Na GNU si bala, ni utaratibu wa kiungwana wa kistaarabu. Afrika Kusini juzi, uchaguzi wa mwaka jana 2024, wameingia kwenye GNU ya vyama 10, sio ya vyama viwili. Na wako wapi? Wako wanaendelea mbele, biashara inaendelea, biashara imefurahi, masoko ya mitaji yamefurahi, kila mtu wana changamoto zao, na ndio kawaida mnapokuwa katika mfumo wa coalition. Lakini wanazungumza, sisi hatuzungumzi, mtu hataki kuzungumza, ukimwambia atakuitikia, baadaye kimya. Kwa hiyo sisi tunasema dhamira hii ndio hasa ya nini ya Zanzibar. Unasema unawezaje kujitenga na ufisadi? Ufisadi huu kwanza unatengenezwa au ufisadi uliopo. Ukisoma ripoti za CAG, ukitizama culprit wakubwa ni nani? Ni vyombo vya manunuzi au taasisi zenye mamlaka ya kimanunuzi. Nakumbuka kwamba Rais wa Zanzibar alipoanza kuingia alisema sana kuhusiana na madudu, wizi uliofanyika kabla ya yeye kuingia, au sio? Kwa sababu gani? Kwa sababu yalikuwa yanaonekana wazi. Tatizo liliopo ni kwamba kwa nini hawachukui hatua? Kwa nini hatua hazichukuliwi? Unajiuliza kwamba kuna nini wa kiserikali unakwenda kufanya manunuzi au kazi ya shilingi zaidi ya bilioni 100. Kwa nini hakuna tenda?
Kwa nini? Sasa hilo anahusikaje, au ideally alitakiwa ahusikeje rais au ahusikeje makamu wa rais? Haya ni mambo, kwa sababu kuna sheria zake na rais hayumo kwenye mfumo huu wa tenda wala makamu wa rais. Suala lilopo ni kwamba kumekosekana tu usimamizi, ndio tunachokizungumza. Kwa nini wanaohusika hawachukuliwi hatua? Sasa hilo tunahusikaje? Tunachosema haya yapo, ushahidi upo, na hakuna namna ambayo mimi nimehusika au hata makamu wa pili alipaswa kuhusika, hata rais alipaswa kuhusika, kwa sababu hawamo katika mfumo wa manunuzi. Kama kuna mtu anajiingiza, sasa hilo ni yeye mwenyewe, lakini hakuna namna kwamba unaweza wewe ukahusika. Sisi tunachosema ufisadi upo, umebainishwa, na tunachosema tutakwenda kupambana nao kwa sababu unaimaliza Zanzibar. Ndio tunachosema. Asanteni sana. Ndugu wanahabari, tumemsikia kwa ufasaha. Sasa kiongozi wa chama kuna swala moja alikuwa hajalifafanua, kwa hivyo tumsikilize tena ili atufafanulia. Karibu kiongozi. Asanteni. Tuliuliza swala kuhusu mashirikiano ya vyama vya siasa. Sisi ACT Wazalendo tunasema kwamba tunatambua umuhimu wa umoja na mashirikiano wa wadau wa demokrasia wa siasa, ikiwemo vyama makini vya siasa. Tumeendelea kuonesha uongozi kwenye swala hilo na tumelifanyia kazi kwa juhudi, weledi na maarifa. Tumetimiza wajibu wetu kama chama cha siasa makini, na sasa mpira uko kwao. Asante.